Naam, sasa baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa kuna hoja mbalimbali za kwamba ameteuliwa kuwa waziri mkuu, lakini alikuwa waziri wa fedha kwa kipindi fulani mpaka sasa hivi tunapozungumza. Kuna baadhi ya noti ambazo zina saini yake yeye pamoja na gavana, na utaratibu pia kisheria umekuwa ukileta maswali mawili matatu. Sasa leo niko na Korumba Alibabas, mwandishi msomi ambaye nataka atusaidie katika hili. Ndugu yangu, karibu sana. Kwenye hili likoje? Hizi noti ambazo tayari zilikuwa zinasaini Mwigulu Nchemba, na tunakumbuka ilizua gumzo, yani maneno yalikuwa ni mengi sana, na sasa hivi ndo waziri mkuu tena. Inaenda kuwa vipi? Hizi noti tutaendelea kuzitumia kama kawaida au zitaondolewa kwenye mfumo au kuna nini hapa? Tunaomba ufafanuzi kidogo tuweze kupata uelewa kuhusiana na hili. Karibu sana. Okay, asante sana. Kama ulivyoeleza kwamba wakati fedha hizi za noti zikizinduliwa ile Februari 2 mwaka huu 2025, kulikuwa kuna maneno watu wakihisi kwamba huenda waziri mwenye dhamana kipindi hicho Mwigulu Nchemba alitamani au alikuwa tu ni matashi yake, kama ambavyo baada ya zile fedha kuzinduliwa alisema kwamba akiwa mdogo alitamani kuona sahihi yake inakuwa kwenye fedha. Kwa hiyo wakaamini labda kutokana na ile hitaji lake la utotoni ndio maana amepelekea noti hizo zikatengenezwa ambazo zilikuwa zina sahihi yake, kitu ambacho sio kweli. Utaratibu wa namna ya uzalishaji wa fedha za noti upo kwa mujibu wa sheria, na sheria hiyo inaongoza Benki Kuu ambayo mwanzoni ilianza kutungwa, mwanzoni kabisa kwa mara ya kwanza ilitungwa mnamo mwaka 1966. Ikafanywa mabadiliko mengi, lakini hayo mabadiliko yote ndiyo yanayoipa mamlaka Benki Kuu ya Tanzania kuamua ni kipindi gani au wakati gani wao wanaweza kuzalisha fedha mpya. Na moja kati ya vigezo vya fedha inayozalishwa lazima iwe na sahihi ya waziri pamoja na gavana wa Benki Kuu. Sasa waziri Mwigulu kipindi kile alikuwa waziri wa fedha, na sheria inasema kwamba fedha itasainiwa na watu wawili, waziri wa fedha na gavana wa BOT. Kwa hiyo ilimkuta cycle ya uzalishaji wa fedha Mwigulu akiwa waziri wa fedha. Kwa hiyo angekutwa mtu mwingine huenda pia fedha zingekuwa zina sahihi yake. Kwa hiyo hayakuwa matakwa au utashi tu binafsi wa waziri wa fedha, ile ilikuwa ni sheria ilikuwa inataka hivyo, na wakati wa BOT kuzalisha fedha ulimkuta yeye akiwa kama waziri wakati huo. Sasa kama ulivyoniuliza, je, hatima ya matumizi ya fedha hizo ukoje ikiwa sasa fedha halali kwa malipo ya kiasi cha fedha iwe shilingi 1000, noti ya shilingi 2000, 5000 na 10000 lazima iwe na sahihi ya hao watu wawili tu pekee. Na nikuambie tu ndugu yangu Muya, hiyo sheria haimpi mamlaka waziri mwingine au speaker ama makamu wa rais ama rais mwenyewe kutia sahihi ili fedha zichapishwe. Lazima waziri wa fedha peke yake ndio mwenye mamlaka hayo. Na kama unavyofahamu Mwigulu sasa hivi sio waziri wa fedha, na hatuna waziri wa fedha kwa sasa, na hiyo fedha bado inaonekana ina sahihi yake. Na tumezoea kwamba kisheria tunasemaga kwamba labda kama ulikuwa unamiliki kitu fulani ukawa umefariki, tunasema labda hicho kitu hauna au mtu mwingine hana uhalali wa kukimiliki kwa sababu alikuwa anamiliki labda hayupo, labda taratibu fulani hivi za kisheria zikifuatwa ndo zina kifanya kitu hicho kiendelee kuwa halali kwa mtu mwingine kukimiliki. Lakini kwenye masuala ya fedha, kutokana na sheria hizo ambazo zilitungwa kuanzia mwaka 1966 ya sheria za Benki Kuu, zina utaratibu wake namna ambavyo zinafanya kazi, na miongoni mwa taratibu na sheria zinaeleza kwamba gavana au waziri aliyoweka sahihi, ikiwa hayupo kwenye nafasi hiyo, ikiwa kwa kuachishwa kazi au kupangiwa kazi nyingine, hakuifanyi Benki Kuu au hakuilazimishi Benki Kuu kuzalisha fedha kwa haraka, hivyo basi fedha hizo zitaendelea kutumika hadi wakati ambapo utaratibu uliowekwa au sababu ambazo Benki Kuu ya Tanzania itaona zinafaa au zimewekwa kwa mujibu wa sheria kuzalisha fedha mpya kwa maana ya noti mpya na kuziingiza kwenye mzunguko. Kwa hiyo zile zilizokwisha sainiwa zitaendelea kutumika kama ambavyo tumeendelea kutumia wakati wa kampeni baada ya kuvunjwa kwa bunge
baada ya kuvunjwa kwa baraza la mawaziri kulikuwa hakuna waziri wa fedha, lakini tuliendelea kutumia fedha hizo zenye sahihi ya Mwigulu Nchemba bila kuwa na shida yoyote. Na kuna ulazima wa kila waziri wa fedha anayeingia kuweka sehemu yake kwenye pesa, au ni ile tu kwamba sasa hivi ngoja ifanyike, au ikoje? Hapo uweze kusaidia, uligusia kidogo mwanzoni, lakini unaweza pia ukatuwekea hili sawa. Utashi wa kiongozi wa waziri wa fedha anayeingia madarakani ndio unapelekea kuweka saini yake pale kwenye fedha, au ikoje? Kwa mujibu wa sheria hiyo sio utashi, huwa ni swala la mzunguko ambao BOT umejiwekea kwa mujibu wa sheria zake, kwa sababu anasema sio chini ya miezi 6 hadi miezi 18 BOT inaweza ikazalisha au ikachapisha fedha mpya. Na unaweza ukatazama au ukakumbuka kwamba wakati alikuwa waziri wa fedha kipindi hicho, makamu wa rais mstaafu Mheshimiwa Philip Isdori Mpango alivyoondoka kwenye nafasi ya waziri wa fedha, ilikaa zaidi ya miaka 3 hadi mwaka 2025 Februari. Kipindi chote hicho nafasi hiyo ilikuwa inashikiliwa na waziri Mwigulu Nchemba, lakini hazikuchapishwa fedha mpya hadi mwaka 2025 ndipo ambapo fedha hizo zilichapishwa, na zinaelezwa kwamba ni toleo la mwaka 2010 zikiwa zina sahihi ya Mwigulu Nchemba. Na BOT wao hawaangalii kwamba huyu waziri anamaliza muda gani, kwa sababu kiuhalisia mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Unaweza ukasema kwamba kwa nini usiache kuchapisha fedha hizo, kwa sababu kuna uwezekano akaje waziri mwingine, lakini muda wa kuchapisha na mahitaji ya kufanya mabadiliko ya fedha hizo ulikuwa umefika. Ndio maana BOT kwa mujibu wa sheria wakaamua kubadilisha fedha hizo. Kwa hiyo huwa haitegemei wakati, huwa haitegemei muhusika ni nani ambaye yupo kwenye nafasi. Kinachoangaliwa kwa kiasi kikubwa ni uhitaji wa kufanyiwa mabadiliko fedha zinazokuwa kwenye mzunguko. Kwa kifupi ni kama uzalishaji wa fedha hauko kisiasa, yani ni swala la kisheria. Kwa hiyo hautegemei upepo wa mwanasiasa gani ambaye anakuwa kwenye nafasi hiyo kwa kipindi hicho. Okay. Kwa hiyo sio kama plate number za magari kwamba ikiisha mfumo ukiisha basi tunaanza kuzalisha nyingine. Ni tofauti kidogo. Na ni tofauti, na unaweza ukajua kwa nini imekuwa hivyo. Kuna sababu kadhaa ambazo zinapelekea kuwa hivyo. Ya kwanza, inaelezwa kwanza ni gharama sana kuzalisha fedha mpya. Ni gharama, na mara nyingi zinazalishwa nje ya nchi na huwa zinakuja kwa idadi kubwa, kwa maana ya bando kubwa. Kwa hiyo hapa tunapozungumza huenda kuna fedha ambazo ziko kwenye mzunguko ambazo bado ni mpya, lakini pia zipo ambazo tayari zilishachapishwa, labda ziko kwenye foleni ya kuingia kwenye mzunguko. Kwa hiyo unaposema kwamba unachapisha leo hii za sahihi ya waziri mwingine, tafsiri yake kuna fedha nyingi ambazo huenda bado hazijatumika ama zimeingia kwenye mzunguko hivi karibuni, zinaweza zikajikuta katika mzunguko wa muda mfupi zaidi. Lakini kitu kingine, inaelezwa kwamba kuna kanuni na taratibu za kisheria ambazo zinasimamia uchapishwaji wa fedha, lakini pia kuepusha usumbufu. Leo hii ungesema kwamba fedha hizi hazitumiki, kuna watu wangeshindwa kufanya biashara katika kipindi hichi ambacho tunasubiria waziri mwenye dhamana ya wizara hiyo. Ina maana hizo fedha zingeonekana labda haziwezi kutumika tena, kwa hiyo watu wasingeweza kufanya biashara wakiwa wanasubiria hilo litokee. Lakini pia kwenye mabenki kungekuwa kuna foleni kubwa wakati wa uletwaji wa fedha mpya, kwa sababu kila mtu angetaka kufanya mabadilishano ya kurudisha labda fedha za zamani na kuhitaji kuchukua fedha mpya. Kwa hiyo kungekuwa kuna foleni kubwa ambayo ingekuwa ni vigumu kuicontrol kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nafikiri hizo sheria pia ziliona hekima hiyo na kueleza kwamba kubadilishwa kwa waziri au kuondoka kwenye nafasi yake, hata governor, hakutalazimisha benki kuu kubadilisha fedha kwa haraka. Ni kweli fedha zitaweza kubadilishwa kutokana na hawa watu, hata waziri anayekuja, na hiyo unaweza kukuta tuko 2025, 2029 ndo fedha zikabadilishwa na kuwa na sahihi yake. Lakini hadi hivi sasa fedha hizo ni halali kwa kila thamani ya malipo yaliyopo kwenye hiyo noti, nayo onyesha kuna sahihi ya Mwigulu Nchemba, lakini pia na mheshimiwa governor bwana Emmanuel Tutuba. Nikuuliza sasa swali la mtaani ambalo pia lipo
Na unajua maswali ya mtaani asilimia kubwa huwa yanafikirisha, lakini majibu yake huwa ni magumu kupatikana. Kuna ulazima wa fedha kisheria, yani wametoa ufafanuzi labda kwamba kuna kuwepo na saini ya waziri wa fedha kwa sababu fulani kisheria. Kisheria ipo, kisheria zipo sababu za waziri wa fedha kuwa ndiye mtia sahihi. Ni kama kwenye mfano mdogo kwenye vikundi vyetu hivi, huwa tuna katibu, tunamweka hazina, na tunaamua kwa mujibu wa muundo wetu labda fedha sisi tunataka aweke mtu fulani, na nafikiri huu ni mwongozo pia wa benki kuu ya dunia kwamba maraisi wasiwe sehemu ya kuweka sahihi hizi kutokana na hizo cycle za hali za kisiasa ambazo zinaweza zikawakuta. Lakini pia hawa mawaziri mara nyingi huwa ni waajiriwa wa serikali, kwa hiyo ni rahisi kuwajibishwa kutokana na chochote ambacho kinaweza kikatokea kwa mujibu wa sheria, tofauti na ambavyo rais labda au kiongozi mwingine kumwajibisha kutokana na baadhi ya sheria za nchi unakuta labda wana kinga za kimamlaka. Kwa hiyo kwenye makosa yoyote yanaweza kufanyika kifedha, hauwezi ukawakuta na hatia kwa mujibu wa sheria za baadhi ya nchi ambazo zinakuwa zimewekwa. Kwa hiyo waziri wanaamini kwamba ni kiongozi ambaye hawezi kuwa na kinga ikitokea amefanya makosa yanayohusiana na masuala ya fedha, basi atawajibishwa kutokana na mamlaka yake. Kwa hiyo nadhani ndio utakuwa ufafanuzi mzuri kwa yule ambaye kidogo alikuwa na maswali, kwa sababu naona maswali pia yanajirudia. Kuna ulazima gani wa waziri wa fedha kuweka saini yake kati ni mwanasiasa? Lakini kama walivyotoa ufafanuzi naona kidogo inaweza kaleta maana kidogo kwa wale ambao walikuwa na maswali haya. Mimi nikushukuru sana. Nakushukuru sana ndugu yangu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.